Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoani Arusha imetembelea kwenye baadhi ya maeneo mbalimbali ambapo kunapatikana vyanzo pamoja na matenki ya maji, pamoja na kuwatembelea wananchi ambao wameunganishwa maji kwa mara ya kwanza baada ya kukosa huduma hiyo kwa kipindi cha muda mrefu. Bodi ya mamlaka hiyo imetembelea visima mbalimbali na kuwatembelea baadhi ya wananchi, ambapo imefika katika moja ya mwananchi ambaye ameeleza jinsi alivyoteseka kwa kipindi cha zaidi ya miaka 5 bila kuwa na maji, na kusema kwamba alikuwa akilipa kiasi cha fedha shilingi 180,000 kwa mwezi, na kusema kwamba kwa sasa baada ya kupata maji ya idara hiyo itakuwa inamsaidia ikiwemo kupunguza gharama za matumizi ya maji. Hao ni vijana wako? Hao ni vijana wangu naishi nao, lakini wafanya kazi waliochimba kwa hapo. Wameondoka. Kwa hiyo unaamua kujitolea usaidie kwa nani? Unajisikiaje lakini? Najisikia vizuri. Hawaja kukwaza? Hapana. Nimeona kawaida tu kwa sababu kwanza kuhusu hii sehemu ya kupata maji kwetu ni furaha. Kweli? Sana. Basi piga makofi kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ushapata, ushaunganishiwa? Ndio wanaunganisha na wasubiria tu waingie ndani. 2019 nilikuwa nanunua maji. Kwa hiyo sasa hivi nashukuru kwa sababu maji yamefika. Tumenunua maji kwa miaka hiyo yote, tunatoa pesa sana. Kwa sababu kama matumizi yangu kwa ndani, kwa wiki nilikuwa nanunua maji 45,000 kwa mwezi. Kwa mwezi. Kwa wiki, 1 week. 45,000. Na ni maji kiasi gani hayo? Maji ya lita 3,000. Lita 3,000. Kwa lita 1,000 shilingi 15,000. Kwa hiyo nilikuwa nanunua maji hayo kwa wiki moja, maji 45,000. Nilikuwa nataka 180,000 kwa mwezi, ndio ananitosha maji yote. Kwa hiyo nashukuru. Sasa utakapounganishwa maji unajua gharama yake itakuwa shilingi ngapi? Yaani hiyo sina hofu. Una hofu? Sina hofu kabisa. Una hofu? Sina hofu kwa sababu najua kabisa haitafikia ila 180,000 ambayo nilikuwa natumia kwa mwezi. Naamini kwamba haitafikia hapo. Na unaahidi kwamba hutawasumbua USA kwenye kulipia bili yako? Labda nakulipia bili ya shilingi 30,000 kwa mwezi mzima 20. Hamna kabisa, siwezi kusumbua. Na isitoshe kabisa kwamba yaani siwezi kusumbua kwa sababu nilivyopata shida. Hiyo 30,000 mbona ni hela kawaida sana. Hebu tuambie unaitwa nani na hapa ni wapi panaitwa? Mimi naitwa Happiness Togolai Abdalla. Hapa ni kitongoji cha Longiva. Longiva kata ya Mlangarini. Ndio. Miaka 6 bila maji nilikuwa nanunua tu. Na nina mifugo. Ndio nikasema nilikuwa natumia maji mengi sana. Na nguruwe na kuku. Kwa hiyo itanisaidia na mimi sasa nikipata maji ile hela nyingine ya maji itanisaidia kuendeleza vitu vingine. Walivyosema vijana wameondoka, nikamwambia kweli nilikuwa ndani, natoka wameshatoka, kwa hiyo haina shida, mimi nitafukia pale nitakapoweza. Lakini nikufukia tu alichimba wenyewe asubuhi. Sasa walivyomaliza wakaniambia tumwambie mama atupe hela, nilivyowapa hela kumbe wanaondoka. Sikujua kwamba kuna kazi ya kufukia tena. Sasa hivi napigia simu hapatikani, lakini nikasema hakuna shida. Sasa mama nikwambie lita moja, yani unit moja utakayotumia kwenye hiyo mita. Unit moja ni sawa na lita 1,000 ambayo ni sawa na ndoo 50 za lita 20. Na hiyo lita 1,000 mamlaka itakuuzia shilingi 1,840. Wakati ulikuwa unanunua kwa shilingi 15,000 ambapo ulikuwa unanunua kwa shilingi 15,000. Kwa hiyo unit moja ukitumia pale kwenye hiyo mita utakuwa umetumia lita 1,000, ambayo lita 1,000 serikali inakuuzia shilingi 1,840. Sema asante sana Mama Samia. Kwa kweli tunashukuru sana, big up sana kwa Mama Samia na serikali yake yote. Tunashukuru kabisa, yani tuko tayari kulipia maji bila usumbufu wowote. Tutashirikiana na Wizara ya Maji, tutashikamana vizuri. Naitwa Maximilian Materange. Leo sijasimama hapa kama mstahiki meya wa jiji la Arusha, bali kama mmoja wa wakurugenzi wa bodi ya AUSA. AUSA ni idara ya maji ya Arusha. Tuko kwenye mradi huu ambao nyuma yangu ukiangalia ni tenki lenye ujazo wa lita milioni 3 na zaidi. Mradi huu ambao unajengwa kwa mapato ya ndani ya AUSA umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 3 na unaenda kunufaisha kata mbili, kata ya Moivaro na kata ya Mlangarini. Na tunavyoongea tumewafikia au tunaelekea kuwafikia wateja 600, lakini lengo ni kufikia wateja 11,000 ambao wanaishi katika kata hizi mbili za Mlangarini na
na Moivaro, na mradi umeenda zaidi ya 96%. Kwa majina naitwa Simon Kanyemka, ni mjumbe wa bodi wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira jiji la Arusha, ambaye ninawakilisha Wizara ya Maji. Kama bodi tumeona ni vyema tutembelee huu mradi wa Mlangalini ambao umejengwa kwa mapato ya ndani ya AHUSA. Kwa hiyo sisi kama bodi ambao tumesisitiza kwamba baada ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kutuletea mradi mkubwa ambao umegharimu zaidi ya bilioni 520, sisi kama AHUSA hatuna kazi nyingine zaidi ya kuhakikisha kwamba wananchi wananufaika hayo maji safi na salama. Kwa majina naitwa Mulikwa Masawe, makamu mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha. Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru sana Rais Samia kwa kuipa kipaumbele hii huduma ya maji. Kwa kweli ni Tanzania nzima, sio tu kwa Arusha, lakini tunamshukuru. Lakini pia kama mimi ambaye niko kwenye bodi, nishukuru management ya mamlaka ya maji safi na mazingira na usafi wa mazingira Arusha kwa hiki walichokifanya kwa kutumia pesa za ndani takriban bilioni 3.6 kwa ajili ya huu mradi wa kata mbili, Mlangalini na Moivaro, ambao karibu watu 11,731 wanaenda kunufaika. Tunachowaomba sisi kama bodi ni kutunza miundombinu ili hii huduma iwe endelevu na muendelee kuitumia kwa muda mrefu. Na unapoona sehemu yoyote ambayo labda kuna uharibifu, tunaomba uripoti, kwa sababu kuna namba za bure kwa ajili ya kupigia mamlaka, lakini pia kuna magrupu ya WhatsApp kwa ajili ya kutoa hizo huduma.